Sasa ili mwanamke apate huu uvimbe, sababu kuu inayosababisha uvimbe huwa ni haijulikani. So we have an idiopathic known cause of uterine fibroid. Hakuna sababu ambayo inajulikana ya kusababisha kwa uvimbe huu, lakini sababu nyingine inasemekana tu ni kutokana na kuwepo kwa overgrowth ya zile uterine muscles, kwamba zile misuli ambazo zinatengeneza mji wa mimba zinakuwa kupita kiasi, zinapelekea paka kunatokea uvimbe. Lakini tuna risk factors, tuna hali hatarishi au tabia hatarishi ambazo zinaweza zikamfanya mwanamke apate uvimbe kwenye kizazi. Miongoni ni pamoja na nulparity, mwanamke ambaye hajazaa kabisa au yule ambaye ana nzao chache. Kwa sababu gani? Kwa sababu mwanamke ambaye hajazaa kabisa anakuwa na kiwango kingi cha estrogen katika mwili wake. Kwa hivyo estrogen ikiwa nyingi inaweza kusababisha vimbe zikatokea, na hizi vimbe zinapotokea huwa zinakuwa zinategemea uwepo wa estrogen. Kwa kama estrogen ni nyingi zaidi mwilini, kwa zenyewe zitakuwa zinakuwa kwa haraka zaidi. Lakini sababu nyingine au risk factor nyingine ni hyperestrogenic state, kuwa na hali yoyote ile ambayo itakufanya uwe na kiwango kikubwa cha estrogen mwilini. Lakini sababu nyingine ni previous history ya uterine fibroid, inaweza pia kusababisha ukapata tena uterine fibroid. Lakini si hivyo tu, tuna sababu kama obesity. Mwanamke ukiwa una uzito mkubwa inaweza kusababisha ukawa na uvimbe katika kizazi, kwa sababu obesity huwa inakuwa na uhusiano moja kwa moja na kuwa na kiwango kikubwa cha estrogen mwilini. Kwa hivyo mbali na hizi tuna risk factor nyingine kama race, kwa maana ya vizazi, ambapo hapa tunazungumzia blacks wanakuwa wana risk factor kubwa zaidi ya kuweza kupata uterine fibroids as compared to whites, kwa sababu inasadikika kwamba blacks huwa wana kiwango kikubwa sana cha estrogen ukilinganisha na whites. Kwa hizi ni baadhi ya risk factors ambazo mwanamke ukiwa nazo zinakuweka wewe katika uhatari wa kuweza kupata uvimbe kwenye kizazi.